السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن محمدًا خير خلق الله وإمام أهل التقى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع سنته وهدى. Siku zote tunamsikia kijana wetu, imamu wetu, Mola mweke wawe wengi mfano wake, anaomba dua. Na katika dua, miongoni mwa dua ambazo kila siku huwa naisikia anaiomba, anasema Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina. Hii dua ni kubwa sana, na ni katika maathur ambazo tumezirithi kutoka tangu na tangu. Maana yake anamuomba Mwenyezi Mungu kwa kusema, ya Rabbi, usijalie hii dunia ikawa ndo lengo letu kubwa katika hii dunia. Sisi hatukuletwa dunia kwa ajili ya dunia. Inna ad-dunya qad irtahalat mudbiratan wal akhiratu qad irtahalat muqbilah wa likulli minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Mmoja katika wenye kumjua Mwenyezi Mungu anasema hii dunia kila kukicha inafungasha virago vyake na inatupa mkono wa kwaheri, na akhira kila kukicha inatunyoshea mikono ya kutuambia karibuni. Lakini cha ajabu, sisi tunaikumbatia ile inayotuaga, alafu tunaikimbia ile inayotupokea. Na zote hizi zina watu wake. Dunia ina watu wake na akhira ina watu wake. Anasema fakunu min abna'il akhirah, kuweni watu wa akhira, wala takunu min abna'id dunya, wala msiwe watu wa dunia, kwa sababu dunia haibaki, lakini akhira itaendelea kubaki milele na milele. Ndio Allah anamwambia mtume wake, wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka min al-ula. Mwanzo na mwisho, chagua unataka nini. Mwisho ndo akhira, mwanzo ni hapa duniani. Kwa hiyo huko akhira ni bora kuliko hapa mwanzo. Hapa ni shambani, unaichuma na kuitafuta hiyo akhira. Kwa hiyo tunaongozwa hapa siku zote katika dua, Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina. Ya Rabbi, usifanye hii dunia ndo hamu yetu kubwa, ndo mapenzi yetu makubwa, ndio lengo letu kubwa. Na wema waliotangulia walikuwa kiomba dua, sema Allahumma ja'al ad-dunya fi aidina. Ya Rabbi, jalie dunia iwe mikononi mwetu tu, wala taj'alha fi qulubina, wala usijalie ikaishi katika nyoyo zetu, kwa sababu ikiwa katika mkono ni haraka kuitupa, wakati wowote unaweza ukaiachia, lakini ikiganda katika moyo, ndio nasema sakranun bi khamri dunya akhaf min sakranin bihubbiha. Mlevi wa mapenzi ya dunia mvinyo yake ni kali kuliko mlevi wa pombe ya dunia. Pombe ya dunia ni haram, na mwenye kunywa anatangaza vita na Allah. Lakini si mlevi anaweza akatubu, akarudi kwa Mwenyezi Mungu, akaacha ulevi na akawa mtu safi. Lakini mvinyo inaweza ikatoka usiku, ulilewa, asubuhi umeambiwa ukarudi kwa Allah na Mwenyezi Mungu akakusamehe. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Na ulevi ukatoka,
lakini ulevi wa mapenzi ya dunia hautoki mpaka siku ya kuiaga dunia. Ndio unaona kwamba kumbe dunia si chochote, si lolote. Pale ndio utarealize kwamba dunia kumbe si pahala pangu, na wakati huo utakuwa umechelewa. Ndio maana masahaba walimtembelea Mtume. Walipofika, wajadu nabiyya naiman ala hasirin wa qad tada baina jambayhi. Sahaba wakifika nyumbani kwa Mtume wakampata bwana Mtume amelala, tena amelalia kijamvi, hasir, mkeka wenyewe umeacha ramani katika mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kirago, kikeka kikavu, wala sio carpet, kimeuathiri mwili wa bwana Mtume. Masahaba wakaanza kukamua macho yao kwa machozi, wanalia kuona hali ile. Wanasema tumekumbuka namna ya maisha ya Kisra na Kaisar, wafalme wao yatanaamun, wako katika neema, wanalalia maarika, masofa set, wanalalia Mtume wetu analalia kijamvi mpaka kinamwacha ramani. Makafiri wanalala katika neema. Ndio yule mshairi aliposema, tamutu al-usdu fil ghabati ju'an wa lahmu dha'nin yurma lilkilabi. Simba anakufa njaa mwituni, simba anakufa njaa mwituni, na nyama ya kondoo wanakula mbwa. Wadhu ilmin, anasema wadhu jahlin yanamu ala alharir, wadhu ilmin yanamu ala turabi. Mjinga analala kwenye harir, mwanachuoni analala kwenye mchanga. Ndio mfano unaopiga. Iko simba analala njaa na kufa njaa, mbwa anakula nyama tamu kabisa fresh. Jahil analalia harir, alim analala mchanga. Ndio anambia Rasulullah, Kisra na Kaisar wanalalia neema, wewe Mtume wa Mungu unalalia kijamvi kinaacha athar. Nisikilize jibu la Mtume wetu Muhammad. Nisema mali walidunia, mali walidunia, mimi nini hii dunia? Hii dunia kwangu ni kitu gani? Nyinyi mmefikiria sana ulimwengu, mimi kwangu ulimwengu si chochote. Mtume aliudharau sana ulimwengu, dunia aliipa mgongo. Zuhudi ya hakika Mtume anaonyesha hapa. Nini mimi na hii dunia? Inma mathali wa mathalu dunya karakib, mimi na mwenye dunia ni kama msafiri ametembea fi yawmin shadid ash-shamsi, hararatu ash-shamsi shadida, ametembea akaona jua kali, fastadhala au qala tahta ash-shajara, akalala chini ya mti, thumma raha wa tarakaha, baadaye ameshapumzika akaondoka na mti akauacha pale pale. Ndio mfano wangu mimi na dunia, ni msafiri mimi. Hii dunia ni mti wenye kivuli, nimelala kidogo, sichukui pale miaka, mtaondoka baada muda mchache. Mtume anaidharau kiasi hichi dunia. Ndio maana masahaba tukisikia wanasifiwa kwa ibada, wanasifiwa kwa qiyam, wanasifiwa kwa mambo ya taqwa, tunaona ni ajabu, unbelievable. Anasema mmoja katika maimamu wanne, miaka 40 anaswali sala ya alfajiri kwa udhu wa Isha. Ukija ukiambia mimi na wewe sasa, bwana mnatudanganya sasa. Udhu wa Isha na usalia salatu alfajiri miaka 40. Kuna mwingine miaka 45 hajakosa takbiratul ihram nyuma ya imamu, hajakosa takbiratul ihram. Ile imamu anakwenda Allahu akbar na yuko naye. Wewe unakuja unasikia sala inakimiwa huko, bado unaongea na mwenzako, unaidharau ile takbiratul ihram. Ushafika msikitini bado unapiga story tu. Mtume anakuambia kuna thawabu kubwa katika takbiratul ihram ukiafikiana na imam. Saful awwal, kimbilia katika sehemu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuhimiza wewe, ushafika hasa msikitini, umetoka kwenu, lakini bado unapiga story. Kuna watu walikuwa hawataki maskhara na sala na ibada, yote ni kuidharau dunia. Lakini Mtume alituogopea kitu, na kitu chenyewe ni mapenzi ya dunia.
Hubbu dunia, kuipenda sana dunia ndio kunarithisha maovu mengi. Hubbu dunia ra'su kulli khati'ah, kichwa cha makosa yote, madhambi yote, chanzo chake ni kuipenda dunia. Hii dunia, Sayyiduna Ali alitupa darsa kubwa. Anasema siku miongoni mwa siku alijiliwa na bwana mmoja na makaratasi yake na kalamu yake, anamwambia nataka uniandikie khat ya kumiliki nyumba nimeinunua, nyumba zuri, na hivi Mungu anibarikie, kesho nipate nyingine na kesho kutwa na kesho kutwa. Kwa hiyo uktub li aqda shira'i albayt ya Ali. Ali akamtizama akaona maskini kweli, huyu kijana ameghafilika mghafiliko mkubwa. Nini unataka? Nisema nyumba niandikie hati yake ya kumiliki kwa mkono wako. Wewe ni mtu mtukufu, wewe ni mtu bora, Mungu anibarikie niwe mtu wa majumba tu mimi siku zote. Ali akachukua kalamu akaandika, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ishtara mayitun min mayitin daran, hakika amenunua maiti kutoka kwa maiti mwenzake nyumba. Laha hududul arba'a, kuna mipaka minne. Alhaddu alawwal yantahi ila almaut, walhaddu athani yantahi ila alqabr, walhaddu athalith yantahi ila alhisab, walhaddu arrabi' yantahi imma ila aljannati wa imma ila an-nar. Huyu bwana maana hata kumiliki nyumba, kushoto iko nyumba ya bwana fulani, kulia iko nyumba ya bwana fulani, mbele yake kuna chuo cha watu fulani, nyuma yake kuna soko fulani, ndio nataka mwenyewe. Sasa naambia maiti kanunua kutoka kwa maiti mwenzake nyumba, aliyenunua maiti na aliyeuza wote maiti. Ndio maana Allah anasema innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe ni maiti na wao ni maiti, lakini wewe utakufa na wao watakufa. Sasa sote ni maiti watarajiwa. Leo tumeenda kumzika mwenzetu, siku ya pili tutakuja kwa zamu yetu sisi. Sasa hizi ni picha za kuifanya dunia unaidharau. Na ukitaka kujua baada ya kifo chako kutakuwa nini, tizama yule aliyekufa baada ya kifo chake kumekuwa nini, utajifunza. Kafa bil mauti wa'idha, inatosha kabisa kwa kifo kwamba ni mawaidha. Mwingine anaugua siku mbili tu anakufa, mwingine hajaugua kitu chochote anakufa, mwingine ni mzima anakufa. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahr, ni wazima wangapi waliokufa bila ya tatizo, na ni wagonjwa wangapi walioishi miaka na miaka. Sio kigezo kwamba fulani anaumwa ndo atakufa. Utakufa wewe ambaye huumwi hata na sikio, alafu yule akawa yeye ndo anakuzika. Subhanallah, huu ndio ulimwengu namna ulivyo. Saidina Ali anamuonyesha mwenye kuupenda ulimwengu zaidi kuliko akhira, anamwambia ishtara mayitun min mayitin daran laha hududun arba. Ina mipaka minne. Mpaka wa kwanza utamalizikia katika kifo, mpaka wa pili kaburini, mpaka wa tatu kwenye hisabu, mpaka wa nne peponi au motoni. Saini Ali ibn Abi Talib akamwambia Amir al-Mu'minin, mbona umeniandikia mkataba wa kumiliki kaburi, mimi nataka mkataba wa kumiliki nyumba? Sasa akamtanabahisha akamwambia, la tarkunanna ila ad-dunya wa ma fiha فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غدا رضوان خازنها واعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها وزعفران حشيش نابت فيها. أينو يانغو لا تركنن إلى الدنيا وما فيها
usilalie sana dunia na vilivyomo ndani yake, usikumbatie sana dunia na vilivyomo ndani yake, isiwe ndo mapenzi yako makubwa dunia na vilivyomo ndani yake. Falmautu la shakka yufnina wa yufni, mauti yatatutenganisha navyo na sisi wenyewe tutaondoka. Waamal, nafanya kazi kwa ajili ya nyumba ya kesho, fanya kazi kwa ajili ya nyumba kesho. Nyumba yenyewe jirani yako atakuwa Mtume Muhammad, pepo. Aljaru Ahmad warrahmanu nashiha, aliyeitengeza na kuiunda nyumba hiyo ni Arrahman, mwingi wa rehma Allah. Khusuruha dhahabun, majumba yake ni ya dhahabu. Si ununua wewe, hata ununue milioni ngapi dola, haiwezi kukompea na ya kesho akhira. Khusuruha dhahabun walmisku tinatuha, na udongo wake ni miski. Wa zafaranu hashishun nabitun fiha, na zafarani ni ndo nyasi zinaota huko, kila kitu chake kizuri. Bwana akapewa mawaidha, akapewa mawaidha, akapewa mawaidha, pendo la kuipenda dunia likaondoka, akaipenda akhira pale pale. Akamwambia Amir al-Mu'minin Ali, ushhidu Allah wa ushhiduk, namshuhudisha Mwenyezi Mungu na wewe ni shahidi hapa, annani qad tasaddaqtu bid-dar, hiyo nyumba niliyoinunua nimeiacha fi sabilillahi sadaqa, liyubaddila Allahu li daran ghayraha, ili Mwenyezi Mungu akanipe hiyo nyumba ulionisifia, hii haina tena maana kwangu mimi. Maisha ya duniani, ndugu yangu Muislamu, hata yawe ghali kiasi gani, hayadumu. Hata yawe vipi, hayana thamani kama maisha ya kesho akhira. Na uwe na umri utakavyokuwa, msemaji anasema al-umru mahma tala, umri utakavyokuwa mrefu, fala budda min dukhulil qabr, lakini lazima utaingia kaburini. Kama al-lailu mahma tala, kama vile usiku uwe mrefu utakavyokuwa, la budda min tulu'il fajr, ya alfajiri itachomoza lazima. Na umri utakavyokuwa, utakachofanya, lakini maisha ya akhira ndio best, na yafanyie kazi sana hayo. Na huu ndio unaitwa ulimwengu uliopewa mgongo. Kulitajwa baadhi ya ulama az-zahidin ambao waliipa sana dunia mgongo, mmoja wao akiitwa Hasanul Basri. Hasanul Basri, wanachuoni wengi huwa wanamtaja ni mmoja katika wanafunzi wa masahaba, kwa sababu ni katika kibari tabi'in. Aliulizwa siku moja, ma sirru zuhdika ya Hasan, nini siri ya namna unavyoipa dunia mgongo, hujali? Maana wenzako tunaona tunashindwa, dunia tunaikimbilia, akhira tumeidharau. Kinyume, tunaona kitu kikubwa hapa ulimwenguni ni dunia. Uenjoy, ufurahi, ucheze, uitafute, uipate kwa wingi, uwe unatesa katika hii dunia. Hichi ndicho tunachokikimbilia. Lakini wewe mwenzetu tunaona huna habari kabisa na hii dunia, umeidharau. Ili kuwaje ukaidharau? Naam, najua Mtume anasema lau kanat ad-dunya tazinu inda Allahi janaha ba'udha ma saqa minha kafiran sharbata ma, ingelikuwa inafanana kwa thamani na ubawa wa mbu dunia, basi kafiri asingepata riziki. Lakini kwa sababu haina thamani, bora ubawa wa mbu, kafiri anakuwa tajiri kuliko Muislamu. Anamwambia, ulipataje ucha Mungu huu Hasan? Anamwambia, nisikilizeni, kuna vitu mimi katika moyo wangu, hivyo vitu nimevipa priority, ndio maana mnaniona mnavyoniona katika ucha Mungu. Cha kwanza, alimtu anna rizqi la yaakuluhu ghairi fatma'anna qalbi, mimi nimetambua hapa ulimwenguni kwamba riziki yangu hatoila yeyote yule. Hakuna mtu atakuja kuchukua riziki yangu maadamu Mungu nipo katika tumbo la mama yangu, ameniandikia riziki yangu, ajali yangu, kila kitu changu. Basi nikija ulimwenguni mimi najua kwamba riziki inakuja tu, sina papatiko wala babaiko, wala sitokwenda
nikamkaba mtu nikatafuta kitu eti cha ziada katika riziki, mimi nimefahamu kwamba riziki yangu haili mtu wa pili, fatma anna qalbi, moyo umetulia kabisa. Hapa ndipo tunapopigwa chenga watu wengi. Vijana, tusikilizane vizuri. Kuwa na riziki haina maana uwaibie watu, haina maana uwakabe watu. Utajiri haina maana utafute haramu. Anasema riziki aliyokupangia Mwenyezi Mungu itakufuata. Ifanyie kazi ya kuitafuta, usiwe mutawakil, uwe mutawakkil. Chukua sababu, na sababu zake ni kuhangaika. At'ib jawarihak, jipe tabu katika kutafuta, mikono yako, miguu yako, akili yako, jitume. Lakini usipe tabu moyo wako ukaingia katika dhambi, ukafanya makosa, ukawadhulumu watu, ukawanyang'anya watu kwa kuwa unatafuta riziki. Riziki ameshaiweka Mwenyezi Mungu, fungu lako, hakuna mtu atakula. Ndio maana akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Riziki ameiweka mwenyewe Allah, ndio mwenye kutoa. Ndio Al-Asma'i alayhi rahmatullah, siku moja alikuwa anasafiri anakwenda zake haji. Njiani akawapata watu wakabaji, kamkamata, kamtia ngeta. Zamani ilikuwa njia ni hatari, ndio maana mpaka Mtume sasa anasema mwanamke lazima akitoka atembee na maharimu yake, awe na mtu. Kuna tisha njia za haji zenyewe, ukienda salama, ukirudi shukuru. Basi watu wanakata masafa, wanakwenda. Al-Asma'i yuko njiani, mara vijana wakabaji wamemkamata. Toa kila kitu chako, ulimi unatoka. Asma'i akapekura pekura, sina kitu leo. Una kitu? Wewe unafanya kazi gani? Na wezi wao wanakuuliza mpaka kazi yako, na siku nyingine wanakuibia mpaka nyumba nzima wanaifagia, kisha eti wanakuachia, chukua franka 1000 hiyo utamkia kesho na chai, eti wanakuhurumia, wanakupa. Na wezi wengine ni wakushangaza. Anasema bedui mmoja alisafiri akakabiliwa na kundi la wezi, wakamkaba, wakamchukulia kila kitu chake. Alikuwa na chakula chake cha safari, kila kitu wamechukua, hela, mizigo. Baadaye kile chakula alichokuwa nacho wamekaa wezi pembeni pale, wakaanza kula, anawatizama. Sasa anasema mkubwa wa wezi akawa hali, akamuuliza lima la tushariku ashabaka fi ta'am, mbona huli na wenzako? Mkubwa asema ana swaim, leo nimefunga. Sasa ajabu, mnanikaba alafu mnasema mnafunga. Sasa mlevi anakwenda baa, anaitisha glasi moja moto, moja baridi, afu anachukua kabla ya kunywa anasema bismillah. Eti pombe, anasema bismillah. Mwingine anaingia supermarket, anachukua pombe, anachukua nini, alafu anaenda kutafuta chapa ya halal katika vyakula. Halali iko wapi? Anamuuliza wa supermarket, mbona huna halali humu ndani? Wakati ndani ameshachukua chupa za bia, amechukua nini. Sasa hizo ndo halali, unatafuta kuku halali, hicho alichochukua nini? Ajabu mwanadamu. Anafuta 0, anaandika O. Ndio yale tu. So bismillah, pombe bismillah. Au analetewa kuku, anauliza kwanza kachinja nani huyo kuku? Sio mnaleta tu sisi Waislamu wengine hatuli vibugu, kachinja nani kwanza? Sasa anauliza kwanza kachinja nani. Yuko baa anataka kulewa, alafu anauliza kachinja nani? Huko baa kachinja nani? Asma'i anamwambia mimi kazi yangu kusomesha watoto wa Waislamu Qur'an. Kama unafikiri nina hela, sina kitu mimi. Sina hela. Kaambia Asma'i, usinifanyie mchezo. Akamwambia hilo ndilo nililonalo mimi, Qur'ani ndio ninasomesha, hizo hela nitapata wapi? Akamwambia basi nisomee aya moja ya Qur'an. Mwizi wewe, nipe aya basi moja unaosoma katika kuwasomesha watoto. Al-Asma'i hakuwa bakhili, akusema we mwizi, itakufanya nini Qur'an?
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Akamsomea aya inayosema riziki zenu zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yote mlioahidiwa. Mwezi akatetemeka mwili mzima. Hebu rudia tena, riziki zenu ziko mbinguni, yani anazo Allah, amesatawakkal na Mwenyezi Mungu amewafanyia kila ambacho nikipate utakipata tu, huna haja ya kuhangaika kukaba watu wewe. Asema riziki zangu zimedhaminiwa mbinguni, alafu mimi naua watu. Asema wallahi siibi tena baada ya leo. Tashihul mafahim. Watu wanataka kurekebishwa kidogo tu. Kuna watu wengine hawajajua kwamba Allah takaffala bi arzaqi ibadihi ajma'in, lakini mpe kidogo mshtue atashtuka. Akasema kuanzia leo naacha kazi ya kuiba, kukata watu, narudi kwa Allah. Akaenda zake haji, katubu, kufika pale na msafara watu wamelala, basi na yeye sema katika kumuita Mwenyezi Mungu akawa na maneno mazuri. Asemaje? Ya man yujibu du'a al-mubtarri fi dhulami. Sikiliza dua hii baada ya bwana huyu kupata nuru ya hidayah. Ametoka katika uqati'u tariq, amerudi katika laini, na yeye ameunga safari ya haji, amefika mpaka hija. Watu pamoja na walokuwa mahujaji usiku wamelala, yeye akanyanyuka anarudi kwa Allah. Anasema ya man yujibu du'a al-mubtarri fi dhulami, ewe mwenye kuitikia dua ya mwenye kukuomba wakati wa kiza, ya kashifa ad-durri wal balwa ma'a as-saqami, ewe mwenye kuondoa balaa, madhara, maradhi. Laqad nama ahlu wafdika hawla albayti wantabahu. Hapa wageni wako wamelala, yani mahujaji wengi wamelala, wengine wako macho. Wa anta ya hayyu ya qayyum lam tanami, lakini wewe Mwenyezi Mungu hulali, hata wakilala watu wewe hulali, na sio sifa yako. Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Anta ya hayyu ya qayyum lam tanami, hulali. In kana ahlu tuqa fazu bima amilu, ikiwa wacha Mungu ambao walikuwa na sifa nzuri kuliko sisi tulokuwa wezi tunakata watu njia, kama wao wamefaulu kwa walioyatenda, faman yajudu bil asina bil karami, nani atakayetupokea sisi asiyekuwa wewe? Sisi watenda dhambi twende wapi? Na yasema maneno haya, narudi kwako ya Rab, na Mwenyezi Mungu anawapokea. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Rudi kwa Mungu kijana, usione tabu kurudi kwa Allah. Hata kama ulikuwa nani katika maasi na madhambi, wakati wako wa kurudi kwa Mungu sasa. Na hasa usiku wa leo, Lailatu 27, sivyo? Leo ni usiku wa kuamkia mwezi 27, ni madhanna vile vile katika Lailatul Qadr. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, taja madhambi yako, muambie Mwenyezi Mungu shida zako, ongea na Mola wako, muahidi kwamba hutorudi tena. Fungua ukurasa mpya kijana, pamoja na maisha yako Mwenyezi Mungu atakufungulia na atakutilia baraka, na inshallah hurudi tena kule ulikokuwa. Basi namwambia siri ya mimi kuwa mcha Mungu, alimtu anna rizqi la yakuluhu ghairi fatma'anna qalbi, wa alimtu anna Allaha muttali'un alayya, na nimejua kwamba Mungu ananiona, ananitazama. Fakhashitu an yarani fil ma'siyah, basi nikajikinga asinione Mwenyezi Mungu katika maasi na madhambi. Hiyo ni siri ya pili. Mungu ananiona pahala popote ninapokwenda. Sasa naogopa asinione wakati nina muasi. La tatu, alimtu anna almauta yantadhiruni, nimejua kwamba kifo kinanisubiri wakati wowote. Basi fa'adadtu, nikawa ninajiandalia kwa ajili ya kwenda kukutana nacho wakati wowote kikinifika. Nimejiandaa, na kujiandaa kwa kifo sio ubao na kaburi na sanda.
ni kufanya amali njema. Mwisho anasema alimtu anna alqiyamata mawqifi, na nimejua kwamba nitasimamishwa na Mola wangu siku ya kiyama, kuna maswali nitayajibu. Fa'adadtu zada li liqa'i llah, naandaa zawadi au kitu ambacho nakwenda kukutana naye Mwenyezi Mungu kwa kitu hicho. Ukishafanya hayo, unajua dunia kwako si kitu cha kutegemewa. Chukua kwa kadri ya kujisaidia kuwa na uelewano mzuri na Mola wako. Kilichokuwa cha ziada wewe kisikushughulishe katika ulimwengu. Fanya mambo ambayo makubwa zaidi kwa ajili ya akhira yako. Mwenyezi Mungu aturuzuku ilmu yenye manufaa, atupe dunia ya wepesi, tuijue akhira iliyokuwa yenye kubaki. Atujalie miongoni mwa watu ambao wanatoka katika dhambi kwenda katika huruma za Allah, wanatoka katika maasi kwenda katika neema za Allah, wanatoka katika jali za vitu ambavyo ni vichafu kwenda katika usafi wa dini ya Kiislamu. Rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min adhabika nastajir wa sallallahu ala nabiyyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan. Ndugu Waislamu, kesho darasa itakuwa tawi itakuwa vile pale mjini. Sehemu inaitwa Rusa pale karibu na Sokabu. Kwenye msikiti kwa jina maarufu anaitwa msikiti wa Chikeno. Pale baada ya sala tafuri inshallah. Halafu tunapenda kutoa tahadhari kidogo au kuzindua ndugu zetu walikuwa na magari. Unaona kuna watoto wadogo, kuna kina mama. Sasa tunaomba watu wanapoondosha gari waondoke taratibu bila kutumia kasi. Ile tutokea ajali kidogo tunaonyesha kwa kinga. Tutokea ajali tukapata gari ghafla na mimi katika toilet tuliwajana, lakini Mwenyezi Mungu atusamehe inshallah. Sasa tunaomba tumoje katika gari lake atoke taratibu, kwa taratibu hakikisha mshofuka ya watu na hasa watu wadogo, kisha baadaye atakimbia na kutaka kisha kwa mbali na maeneo ambayo watu wamesimama. Tunaomba Allah atusamehe kama kawaida. Kesho baada ya salati tarawih nasi hapa inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.